Wapenzi wasikilizaji na watazamaji, tena katika siku ya leo unaotufuatilia kupitia 89.7 FM Radio Kisima. Mzimu huu tuko mahali panaitwa Lugafei, hapa mahali panaitwa Resource, kwenye tuna kikundi kimeanzishwa na mtumishi wa Mungu Pastor Salome Cheptok, ambacho kinahimiza watu kuondoa katika uraibu wa madawa ya kulevya na vile vile mambo ya uraibu wa kupungia katika pombe. Kipindi hicho kinaitwa Operesheni Okoa Mlevi. Kwa hivyo unapofanyiwa upasuaji ni kumaanisha ya kwamba kuna kitu kilicho ndani ya mwili wako wewe mwenyewe ukitambui, na kinaleta madhara katika mwili na kinaweza kukuua. Ndio maana ya jina hilo. Kwa hivyo kwa moyo mkunjufu nataka nikukaribishe usikie kutoka kwa wenzetu wenye wamedumu katika kukunywa na hata imeharibu maisha yao, lakini sasa kupitia kwa uwezo wa Mungu tena wamerejea mwili wa afya, ndio wameanza maisha mapya ndani ya Kristo. Kwa kwanzia, mimi kwa jina ni mtumishi wa Mungu Innocent Wabuyele, nikukaribisha nyumbani. Ndugu yangu unaitwaje? Naitwa Abraham Letin. Abraham Letin. Kemboi Letin. Unatoka pande gani? Natoka Masoria. Sasa unaweza ukatusimulia kidogo kuhusu maisha yako tangu utotoni mpaka penye umefikia? Nilizaliwa mwaka wa 1969 na nilizaliwa kwa familia ya Kiadventista. Kukaa yangu alitoa sehemu ya shamba yake iwe ni kanisa, na wazazi yangu wenyewe walikuwa Waadventista kuanzia utotoni mwao, nao mimi nilikuwa Mwadventista. Lakini kuanzia wakati ya kumaliza tohara nikakuwa na group ambaye tulitahiri pamoja na tulianza kunywa pamoja. Hii mlikuwa mnakunywa ni pombe, uvutaji wa sigara, uvutaji wa bangi, mlikuwa mnakunywa nini ama ni uji? Tulikuwa tukikunywa, tulianzia busa, tukaenda chang'aa, tukaenda sigara na mwisho nikaenda bangi. Na hiyo yote ni kupitia kwa peer group, kwa sababu tulikuwa tunaambiwa kwamba ukivuta bangi utakuwa mwerevu shuleni mpita mgani. So nilijaribu sana kwa bidii nivute ili niwe mwerevu. Sasa ulikuwa mwerevu? Nilikuwa mwerevu kabla sijavuta, lakini nilipovuta hesabu ikapunguka. Sasa unafikiria ndugu Ibrahim, ulifuta kwa muda gani na kukunywa kwa muda gani? Nilikunywa pombe kwa mwaka 32. Nikavuta bangi kwa mwaka 18. Na sigara pia kwa mwaka 32. Hiyo miaka yote ulikuwa katika uraibu huo. Yeah. Na sasa pesa yenye ulikuwa unatumia katika kununua hizi sigara, kununua bangi, kununua pombe, ulikuwa unatoa wapi? Ilikuwa ni ya kuiba. Kwa sababu sikuwa na kazi, nilianza nikiwa kwa shule. So wazazi, nilianza kuiba kwa wazazi, nikaenda kwa majirani, nikaenda kwa community, mpaka hata niliiba mbali kuliko hata kaunti yangu. Ulipokuwa ukiiba, unajua kuna wizi wa mapafu, wengi wanatumia silaha hatari kama bunduki, wengine kutumia visu, wengine kutumia mapanga, wengine kutumia rungu. Wewe ulikuwa unatumia nini? Yangu ilikuwa ni kunyemelea. Kunyemelea wakati watu wamelala. Watu wamelala. Na sasa ni vitu gani ulikuwa unaiba sana? Nilianzia pesa kwa mfuko ya mzazi na wazazi. Na kuku, ng'ombe, kondoo, mpaka hata nikafungwa jela mwaka 9. Mwaka 9 uko gerezani? Nilikuwa gerezani. Ni kitu gani ili sababisha ukafungwa gerezani mwaka 9? Ng'ombe, niliiba ng'ombe. Yeah. Na hiyo sasa ng'ombe uliyoiba wakati huo ilikuwa inauzwa kwa pesa ngapi? Niliuza 24,000, 25 ng'ombe 3.
Kwa hivyo ng'ombe moja ni shilingi karibu 7,000 hapo. 8,000 kwanza ni 8,000. Yeah. Kwa hivyo sasa kumaanisha na hizi kuku ukienda kuiba ng'ombe kuku sisi nakweka. Yaani zinatoa sauti. Huwa nikitoa moja na shika mdomo naenda kuweka kwa jebira na kuja mwingine. Jebira ni nini? Hii mfuko ya kubeba mahindi. Inaitwa jebira. Yeah. Sasa ukiweka hapo sikisanyana pamoja hazikufi. Siwezi kufa. Na ukizibeba njiani hazitoi sauti. Saa hiyo imekuwa mbali. Karibu na mahali nitapandia tukari. Kwa sababu na hii gari yenye nakubeba ikuuliza sasa hizi kuku nachukua wapi? Si anauliza nasema nachukua soko kwa sababu saa ya gari hiyo inachukua matatu ilikuwa natoka mbali. Sasa saa 11 anapitia kwetu. So saa 11 hiyo inakuwa advantage kwa sababu gari matatu yenyewe inaenda usiku na anataka abiria. So hata hawezi kuuliza. Lakini siku nyingine tulikuwa tunatembea na mchomba yangu kwa gari moja siku hiyo na ilikuwa nimeibia yeye kuku. So labda namuuzia. Nikaenda kuuza, alishuka kwa tao nikasonga mbele nikashuka nikauza. So kufika nyumbani akaambiwa kuku imepotea, akasema hapana tumeiba na Abraham. Kwa sababu tulikuwa napita gari moja na kuku. Na yeye ndiye mwenyewe. Na yeye ndiye mwenyewe. Sasa ikiwa sasa ni huwa natembea katika poma zingine napata kwamba kuku zimechengewa nyumba. Ukipata zimechengewa na imefungwa unafanyaje? Hiyo na ilikuwa na unajua nyumba hiyo ilikuwa na ni ya vingine. Sasa huwa nang'oa alafu niweke kwa kichwa hapa chini. Unabeba ile nyumba hapa yote. Na nyumba na nafunga. Hii ni furaha kweli. Ndugu wapendwa, tunaendelea kusimuliwa na ndugu wetu ambaye ni Ephraim. Nafikiria msikilizaji umesikia vile anaendelea kusimulia kwa yale amepitia katika sayari ya dunia, katika uraibu. Kilichomsababishia kuiba ni kwa sababu ya miadarati na kukunywa pombe, na aliingishwa hapo kupitia kwa marafiki. Sasa ikiwa iliendelea na huu wizi kufanya jinsi hii, na ulipokuwa ukipatana na mahindi ulikuwa unaacha kuiba ama unabeba? Nabeba. Hakuna kitu bora pesa. Hata naiba mchele yenye labda group ya wakina mama ameletea mama, naiba yote. Hata sukari. Na sasa mahindi ukipata kwamba iko shambani, ulikuwa unafanyaje? Si hiyo ni rahisi kwa sababu hakuna mtu anachunga. Sasa ulikuwa unakata unabeba ama yenye imekatwa ndio unabeba? Kila aina. Nilikuwa nabeba kuanzia mbichi mpaka ikomae kwa shamba. Na hii ulipokuwa unaiba wakati huo ulikuwa na familia? Ndio nilikuwa na familia. Sasa hata ilikuwa na shamba yangu. Naiba ya watu usiku naenda kulewa asubuhi. Nimelewa. Nakuja lala mpaka saa 4 nakuja breka yangu saa 8. Sasa hata watu wakinikuta usiku na kuja ni kama ile napewa mjana ni yangu. Wanakuachilia jinsi hiyo. Ukaendelea na haya maisha. Umesema ulifungwa miaka 9 gerezani. Ulipotoka gerezani uliacha kuiba ama tena uliendelea? Nilipokuwa gerezani sikuacha kuvuta bangi. Nilikuwa naendelea kuvuta bangi. Sasa ukiwa gerezani nani alikuwa anakuletea bangi? Maaskari. Wanawaleta, mnatoa pesa wapi? Pesa inaingizwa kwa prison. Unaweza weka hapa na unasema na noti iko hapa. Ilikuwa ile noti ya 20, ya 50, ya 5. Lakini hata mtu akikuja kuona prison, unaweza toa 500, unapatia askari 200, anakuingizia 300. Unaanzia biashara ya bangi, kupatia askari mwingine aende alete. Lakini nzuri nilipotoka huko 1999 ni kama ilikuwa juzi hiyo ya maaskari kutumika ilikuwa imekomeshwa. Sasa iliwezekanaje ulipoendelea jinsi hiyo? Niliuliza ya kwamba ulipotoka gerezani uliendelea kuiba ama uliacha? Nilikuja unajua nilienda nikasoma huko gerezani. Ulisomea nini? Nilifanya commerce 1, commerce 2,
storekeeping 1, salesmanship 1 na economics 2. Hey, kumbe sasa ulisaidika sana. Kwa hivyo kuchukuliwa gerezani tena saa zingine ni faida. Ukiwa utajibeba vizuri. Sio faida kwa sababu ulevi ilitoa Paraton University nikisomea agrobusiness. Ukaanguka kutoka nilifukuzwa kwa sababu ya pombe. Kwa hivyo sasa ulipotoka gerezani uliendelea sasa kukunywa? Niliendelea kukunywa na kuiba. Niliendelea kukunywa bila kuiba kwanza. Kwa sababu hiyo storekeeping ilikuja ikaniandika kazi. Nikaandika kazi na British American Tobacco storekeeper. So nilienda kuendelea kwa mwaka 2 kutumikia British American Tobacco kama storekeeper. Na wakati hiyo nikaoa na nikarudi nyumbani. Hiyo kampuni ilivivia kulingana na kampuni ambayo inaitwa Mastermind ambayo iliingia na ikafanya competition na PAT wakapunguza watendakazi. Nikarudi nyumbani, so nikaendelea kukunywa na kuendelea kukunywa bila kazi ni lazima uanze pia kuiba. So nilianza kuiba sasa vitu ndogo ndogo ambaye ni mahindi, kuku na yani kuharibu vitu yangu yenyewe nilikuwa nimeanza kutoka. Sasa hii kukunywa katika afya yako ya mwili ilikuletea madhara gani? Iliniharibu fiko. Kulingana na daktari vile alinielezea. Wakati sasa ilikuwa nimekuwa mgonjwa na wakati ilikuwa nimeacha kunywa. Na kuwacha kunywa ni kupitia pia kwa maombi mingi. Kabla uache kukunywa imeharibu figo na hapa, lakini sikuwa nimejua wakati nilikuwa naendelea kunywa. Kwa sababu hata hakuna wakati ya kupima mwili. Nilijua wakati nimeanza kuacha. Na sasa nikiangalia mdomo wako hata sauti unatoa itoki vizuri. Meno iko yote? Meno hakuna yote. Nini ilikuwa? Iliharibika kwa sababu ya uvutaji wa sigara na uvutaji wa bangi kwa sababu huwa inaharibu meno. Sasa meno ni ngapi iko ama iko? Yenye inatoka ni 15. Kwa hivyo 15 ukitoa 32, hiyo sasa uko na meno ngapi unaona? Uko na meno 17. Yeah. Kwa hivyo unaweza kutafuna mbio. Hivyo sasa umepata madhara ya figo na meno ndio imeng'oka. Sasa hali ya familia yako ulipokuwa ukikunywa na ukafungwa miaka 9, familia iliendelea kuvumilia? Waliendelea kuvumilia na waliathirika sana kwa sababu huwa najua mimi first born ya familia yetu. So waliathirika sana kwa sababu sikuwa karibu nao. Na sasa iliwezekanaje sasa ukakuja ukaacha hii pombe na hiyo uvutaji wa mihadarati? Tulikutana na Pastor Salome Cheptok. Tukakutana kama sikuwa najua. Lakini akaniombea, aliniita na akaniombea, lakini sikuwa najua kumbe alikuwa ameelezwa kwamba kuna mlevi ambaye ukimshika na ni mwizi na ukimshika na okoke wengine wataokoka. So alifanya bidii ili aniokoe kwa nia yake, kwa nia ya kuweza Mungu kwamba anaweza kuokoa watu ambaye ni wabaya zaidi. Sasa huyu Pastor Salome Cheptok alifanya safari, akapanga safari mpaka kwenu ama mlikutanaje? Siku ya kwanza tulikutana senda, mara ya pili tukakutana kanisa, mara ya tatu akakuja nyumbani na akawa ni kwa tukikutana kila mahali tunaambia tupige magoti tuombe. Na hiyo sasa kiu ya ufutaji na ya kukunywa ikakutoka? Haikutoka haraka. Sasa 2016 akanipeleka crusade kama hii kule
kule nyumbani. Akasema tuanze crusade kwa sababu wengi walikuwa tukikunywa pamoja. Tukaanza crusade ya kwanza nyumbani 2016. Na tuliwahi kuwa na walevi wengi kutoka Uasin Gishu, Kapseret ambayo walikuja, tukafanya hiyo crusade kwa wiki moja, na ilikuwa wanatoka kanisa tofauti tofauti. So wakati tulipomaliza crusade hatukufanya ubatizo, lakini watu walibadilika. Na tulipo endelea tukafanya crusade mingi, na huwa ilikuwa sijabadilika. Na huwa natoa ushuhuda yangu kwamba mimi nilipotea karibu mara 3. Nilipotea kwanza kama shilingi ambaye iko ndani ya nyumba na asemi niko hapa, na mwenye hata kutafuta ajui iko hapa. Na Pastor Salome akafagia nyumba, akatoa kila kitu nje, ndio akanipata kama shilingi. Na nilipo endelea nikarudi nyuma tena, nikapotea kama kondoo. Akaanza pia kunitafuta, ndio ikachukua mwaka mingi akiniombea. Alichukua mwaka 14 ndipo sasa nikawachana na hii pombe na ufutaji wa mihadarati. Kwa sasa uliacha kuvuta bangi mwaka gani? Bangi niliwacha kabla hata hamjakutana na Salome. Hiyo ilienda tu, kiu yake ilienda tu kule. Ikabaki sigara ulikuwa unavuta? Sigara ilikuwa navuta. Ikabaki sigara sasa. Ikabaki sigara na bangi. Sigara sasa uliacha mwaka gani? Niliwacha mwaka wa 2020. Na pombe ni 2021. Kwa hivyo ni kama ilifuatana hivi. Sasa ukacho ukabatizwa mwaka gani? Nilibatizwa 2021. Tangu wakati huo umeshikilia uchawi kunywa, uchaifuta? Sijawahi kunywa na sijawahi futa. Lakini maombi ilikuwa ni mingi, hata mpaka ukiona hii kitole yangu niliomba mwenyewe kunya hiyo kidole hivi kwa kamera. Ni kitu gani ilikuwa hiyo? Mpaka naona sasa iwezi kanyoka. Naona hapo ni vidole 4. Ilikata hivi. Nini ilikata? Ilikuwa kwa wifi. Mwenye mahindi akakata. Akawekelea juu ya mbaka kata. Nilikuwa nataka kata kwa shingo nikazuia hivi. Ukawekelea mkono hivi kwa. Okay, akakata hivi. Lakini ujue ilifanya nikawachana na dhambi zote. Kwa sababu pastor alikuja akaniambia, nimeomba na Mungu huyu asili, tuombe pamoja na wewe. Akaniambia sema fuata jinsi nasema. Akasema kama ni macho inafanya wewe utende dhambi, ing'olewe. Na ilikuwa ni Wednesday, lakini hii kitole ilikatwa Friday. Na alipokuja akasema asante Mungu. Au kusema pole. Asante Mungu kwa sababu umetimiza. Na kuanzia wakati hiyo sijatenda dhambi yoyote. Kwa hivyo pasinge kwa ulikata hicho kidole chako, ni kama ningeendelea. Hata sasa hivi ulikuwa umekufa. Ningekuwa nimekufa. Sasa kwa hivyo imeonekana kwamba kanisa hili la Adventista limekuwa la msaada sana kwako. Imekuwa ya msaada kabisa. Na huyu mtumishi wa Mungu Pastor Salome Cheptok amekuwa ni wa msaada sana. Amekuwa ni ya msaada pia. Sasa iliwezekanaje? Kuna watu ambaye kuna kitabu unaandika na nimeandika karibu watu 7 ambaye ni wa msaada. Wamenisaidia ili nitoke kwa ukunywaji wa pombe na mihadarati. Sasa iliwezekanaje ukakuja kuchikuta katika hiki kikundi kinaitwa Operation Okoa Mlevi? Nilijikuta kwa hiki kikundi kwa sababu ni kama mimi ama Salome alinianzia kwa mkutano wa kwanza katika maeneo haya. So tukaanza na yeye, akanipeleka kwa wale vijana huko Kapseret, ndipo tukafanya mkutano wa kwanza sababu karibu na nyumbani, na hiyo ikaendelea mpaka sasa. Sasa hiki kipindi kwa wale wanaokusikiza kupitia 89.7 FM ambao ni waraibu wa uvutaji wa bangi na kukunywa pombe
utawashaurije kuhusiana na vile wanaweza saidika? Najua wazazi walitumia mbinu mingi sana ili niwache pombe, lakini kwa hayo yote haikuwezekana. Naambia wakunywaji ama waathiriwa kwamba Mungu ndio aweza vyote, bora tu utubu na useme kwamba ukiri makosa kwamba na mimi ni mkunywaji na mimi sitaweza kuiwacha peke yake pombe. Mungu anisaidia na atakusaidia, kwa sababu chochote unaoamini na kuomba utapewa. Sasa kikundi hiki cha operesheni Okoa Mlevi, nimeona katika maeneo haya kimewasaidia na kufanya watu wengi kukombolewa kutoka kwa uraibu wa mihadarati na kukunywa pombe. Sasa utasemaje kwa dakika mbili kuhusu kikundi hiki kwa msikilizaji? Kikundi hiki imekuwa ni ya maana sana kwa kuokoa walevi, kwa sababu kufikia sasa ama kufikia mwaka huu watu wenye wamebatizwa katika kaunti hii ya Nandi ni watu 3,179. Amina sana. Kwa hivyo tunataka kusema ni asante sana ndugu Ibrahim kwa sababu ya kuangazia maisha yako tangu ulisaliwa mpaka wakati ulikuwa kijana ukawa mzee, na yale machuto umepitia mpaka vile umekuja kupokea Ukristo katika wakati wako wa uzee. Kwa hivyo tungetaka kusema, mpenzi msikilizaji, mtazamaji, huo ni ushuhuda wa ndugu Ibrahim ambaye alikutana na Yesu wake alipokuwa ametembelewa mara mingi na mtumishi wa Mungu Pastor Salome Cheptok, lakini Mungu akajibu maombi yake wakati alikatwa kidole. Na wewe usichokaaje ukakubali ukatwe kidole, yaende kawa wewe utakatwa shingo na ukufe, kwa sababu hata yeye alikuwa akatwe shingo lakini Mungu akamzuia. Kwa hivyo usifikirie ya kwamba bila alikatwa kidole ukumbuke, ufikirie kwamba na wewe utakuja kukatwa. Wewe utakufa, uachana na hiyo pombe, ili ya kwamba Mungu nakubariki na kuokoa. Wacha ushuhuda huu uwe wa muhimu kwa msikilizaji na hata mtoto, hata mzee ama mama mwenye anakunywa pombe, ili kwamba kabla ukufe ondoka katika hali hiyo. Asante. Sasa ningetaka tena kumwalika mwingine kabla tumalize, ndugu Pontifex na dada Kimi hapo studioni, ili ya kwamba tusikie ushuhuda ndio tuone vile mambo yanaendelea. Hiyo ushuhuda huu umetoka mahali panaitwa Rungufe, hapa mahali panaitwa Resource, ambapo tunaendelea na huduma saa operesheni Okoa Mlevi. Huduma imeendelea kwa muda wa majuma mawili na inaangaziwa ikiongozwa na director wa huduma hii ambaye ni Pastor Salome Cheptok, na mimi mmoja wao kama Innocent Wabuyele wa mnenaji katika kikundi hiki. Na wacha Mungu awabariki. Karibuni ndugu, na wewe utuangazie yale yenye umepitia. Umekaribishwa katika 89.7 FM Radio Kisima, ili ya kwamba na wewe ukashuhudie yale Mungu amekutendea tangu utotoni mpaka penye umefikia na yale yenye umepitia. Kwanza, jina lako ni nani? Kwa majina naitwa Ishmael Kipri Pongei, mkaaji wa hapa Resource Nandi County. Mimi nisaliwa mwaka wa 1979 tarehe 10 mwezi wa 9 1979. Asante sana ndugu Ismail, karibu sana ndani ya Radio Kisima. Sasa ni maisha gani mema na mabaya umepitia tangu kuzaliwa? Kwa ukweli nilikuwa natoka kwa nyumba ya Adventista, na mimi wazazi wangu wote walikuwa Adventista. Nikakuja nikaenda kwa hii Pathfinders yote. Kwa ujana wangu nilienda katika nini ya vijana, mkutano ya vijana, tukatembea inaitwa Congress ya vijana, tukatembea pale hata nikaoa. Kwa wakati ule sikuwa nakunywa pombe. Tukakuja tukatembea hadi 2017 na nikaanza kunywa hii pombe, ambapo hakika pombe ni kitu kingine kibaya. Nimetumia hii pombe
na imemaliza vitu yangu yote, kila kitu imeangamiza. Hata kwa saizi familia yangu imetapika. Kila mtu amenikimbia kwa shauri ya pombe. Pombe imemaliza mali yangu yote, sina chochote. Ambapo naimiza watu wengi wenye wananiona kwa hii kwa hii radio ama TV, tafadhali tuwachane na pombe. Haisaidii, inaleta karama mingi na inaleta umaskini mingi sana. Kwa hivyo kitu cha kwanza umesema ya kwamba tuseme ile faida wewe umepata kutokana kwa pombe ni familia yako kusambaratika. Ndio. Faida umepata kutoka kwa pombe ni kupoteza mali yako. Ndio. Faida yenye umepata kutoka kwa pombe ni maisha yako kuonekana yamekuwa vibaya. Kabisa. Sasa hii pombe unafikiria umekunywa kwa muda gani? Nimekunywa hii pombe karibu miaka 7 sasa hivi. Sasa hii pombe yenye ulikuwa unakunywa, unajua kuna pombe hii nyingine ya kienyeji inaitwa Pusa, Chang'aa, Kangara, na kuna nyingine inaitwa ya kuuzwa kwa baa. Ni gani ulikuwa unatumia sana? Kwanza hapo awali nilianza na baa. Nikiwa kama bado niko na pesa. Sasa mimi nilikuwa nafikiri mimi ni mdosi because tunakaa na matajiri wananisifu. Sema baba ni mali nyingine mzuri. Sikujua kumbe ni kupotoka. Na hii pesa ulikuwa unatoa wapi? Mimi ni fundi wa kujenga manyumba. Tukienda kazi, baada ya kazi tunalipwa, tunaenda baa. Tunapata na marafiki, watu tofauti wananisifu na fikiri niko mzuri, kumbe nilikuwa napotoka. Sasa wakati huo ulipokuwa ukitumia hii pombe ukienda kwa baa na jinsi hiyo, familia ilikuwa? Familia ilikuwa, lakini walikuwa wanapita shida. Kwa hivyo ukipata pesa yote inaenda kwa pombe na kwa marafiki. Sasa mke alikuwa anakuchukuliaje? Sasa mke yangu alikuwa anaenda anachuna chai. Baada ya chai tunakuja kula ile. Lakini mimi yangu ya kazi imeisha kwa pombe. Na alikuwa anakupenda ujaleta imeisha kwa pombe na anakupakulia chakula na unakula. Alikuwa ananipenda lakini maisha ilikuwa ngumu. Because tulikuja tukaishi kwa maisha ya tabu. School fees watoto wanafukuzwa silipi. Hadi naye akaona hii maisha inakuwa ngumu. Because mimi nilikuwa naenda kwa pombe na tunafika saa 6 usiku. Yeye ndo akawa sasa tegemeo. Sasa huyu mke ako kwa saizi mke alikimbia, alinitoroka. Na watoto? Watoto niko na watoto wawili. Kwa hivyo watoto wako wote ni wawili? Ni wawili. Watoto wangu wote ni 4. Lakini kwa saizi niko na wawili. Na pombe imenifikisha mahali mbaya, hata sasa nateseka. Sina chochote. Sasa mpaka sasa unaendelea kukunywa? Hadi sasa majuzi kuna mkutano ilikuwa maana inaitwa Rubufe. Kwenye watu tunakunywa Chang'aa. Hapo kwenye tunaendelea na mahubiri. Tunaendelea na mahubiri. Kwa hivyo sasa ile hapa sasa mimi nikaanza kuwa maskini, nikaanza kwenda Chang'aa sasa. Katika Chang'aa juzi nikapata na mkutano. Yenye ilinifutia sana, nikapenda, nikasema hapa kumbe napata Mungu wa kweli. Nikaingia kwa hiyo mkutano kusema. Kidogo Pastor Salome akakuja hadi nyumbani akaniongelesha na nikasema kumbe leo nimepata Mungu wangu. Tukaambatana na yeye hadi saa hizi naitangaza Mungu ni mwema. Amina. Nimeachana na pombe na nataka niachane kabisa ili familia yangu nianze nirejeshe upya na niendelee na familia yangu. Sasa uko na mpango gani kwa sababu umeachana na pombe na hii mihadarati? Uko na mpango gani? Kwa sasa hizi ni kwenda nyumbani na nipambane na kazi zangu ya nyumbani na nipende familia yangu kama mbeleni. Na sasa uko na mpango gani katika hali yako ya Ukristo? Kwa hali ya Ukristo sasa ndani nishike Biblia ya Mwenyezi Mungu na nikuwe mimi natangaza hii mambo ya pombe na hii mambo ya dawa ya kulevya, kila kitu ni mbaya. Hakika haitatusaidia. Kwanza vijana tunaangamiza kila kitu. Kila mtu analia kwa hii mambo ya mradi ya pombe na kila mtu anatapika. Jamani, naomba kwa hii studio tuepukane na hii mambo ya pombe inatuangamiza. Sasa una mpangilio wa ubatizo katika maisha yako? Kwa sasa hizi natamani sana, natamani hapo sasa ndio natamani kabisa nibatizwe na nipende Mwokozi kama maisha yangu. Sasa siku ya kesho tutakuwa na upatisho.
wewe utakubali kuwa mmoja wao katika ubatizo? Amen. Nakubali kuwa mmoja wao kwa ubatizo na niende kanisani. Sasa achane yote yenye nimepitia na nianze maisha mapya. Kuna jambo lingine umepakisha lenye ungeshuhudia ama umemaliza? Sina jambo. Sasa asante sana ndugu Ismail, na wacha Mungu akubariki. Wapende wasikilizaji, katika siku ya leo tumefikia hapo mwisho katika kushuhudia shuhuda za wenzetu ambao wamekuwa waraibu wa madawa za kulevya na kutumia pombe kutoka maeneo haya ya Nandi, ambapo tunaendelea na mkutano katika Rungefeye hapa Resource Center, na ndugu zetu wamekubali Yesu Kristo. Unasikia vile wanalia, na hakika tunakushauri mahali popote ulipo usiche na wewe ukawe mraibu wa kukunywa pombe, sababu utapoteza mali, utakuwa maskini na hata familia yako itasambaratika. Mpaka siku nyingine, back to studio ndugu Ponfex Omwenga na dada Kemi, tutakapoonana tena kwa kipindi kama hiki kupitia kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mungu na wabariki wasikilizaji, na tusidi kufuatilia katika 89.7 FM. Ikiwa hauko karibu, utaingia katika mtandao wa Facebook, then you stream live, Radio Oxima streaming live, utakuwa unatufuatilia katika vipindi zetu, na Mungu asidi kukubariki. Wapendwa, tena katika siku ya leo tunataka kuwakaribisheni nyote ndani ya Radio Oxima 89.7 FM, ambapo tunaendelea kuwapeperushia vipindi mbalimbali. Siku ya leo tuna ushuhuda ambao wenzetu wanaendelea kushuhudia kuhusu na yale maisha amepitia katika sayari ya dunia tangu totoni mpaka siku ya leo. Mpendwa, mimi kwa jina ni Innocent Wabuyele, na wewe kwa jina tunakuhitaji? Kwa majina naitwa Simon Kibet Arabiego. Asante sana Simon Kibet Arabiego, karibuni ndani ya Radio Oxima. Simon, nyumbani ni wapi? Kwetu nyumbani ni Ban Forest. Uasin Gishu County. Sasa utaelezaje msikilizaji wa Radio Oxima kuhusu maisha yako, yale umepitia na penye umefikia sasa? Ningependa kueleza wasikilizaji wenye wananisikia kwa wakati wa huu ya kwamba kuzaliwa kwangu, mimi nimezaliwa mwaka wa 1975, nikasoma kutoka mwaka wa 1982, nikamaliza darasa la 8, nikaenda mpaka kidato cha pili, ambapo nilifanyiwa tohara nikiwa kidato cha darasa la 8, ambapo maisha yangu iliweza kuanza kubadilika. Kutoka utotoni mwangu maisha yangu ilikuja vizuri, sababu nililelewa kwenye jamii ya Kristo. Wa baba na mama walikuwa washiriki kanisa Katoliki, na nilibatizwa kanisa Katoliki, ambapo nilienda kufikia umri huo nikiwa darasa la 8. Ndio mambo yaliharibika wakati wenzangu walitairiwa, wakanionyesha kuwa mwanaume kamili kupitia uraibu wa ulevi wa pombe. Sasa umeona kwamba umesema ya kwamba wenzako wakati wa kupashwa tohara walikuingiza katika uraibu wa unywaji wa pombe. Ndio. Unaweza kukumbuka ilikuwa ni mwaka gani huo? Ilikuwa mwaka wa 1994. Kwa hivyo umekunywa hiyo pombe mpaka sasa wakati huu? Mpaka wakati huu nikifanya jumla ya miaka yenye nimekuwa nikinywa pombe, kuhesabu siku kwa siku naweza kufanya kama miaka 15. Sasa unapoendelea kunywa jinsi hiyo, ndugu yangu, jina lako nikumbushe? Simon. Simon. Ndugu Simon, unapoendelea kunywa pombe jinsi hiyo, familia yako iko? Nilikunywa pombe nikiwa bado kijana, nikajaliwa na Mwenyezi Mungu nikapata kuoa, tukawa tunaishi na familia nikiwa bado najikasa. Sikuwa nimeingia kwa undani kabisa. Ndiposa nikakaa na mke wangu, tumepata watoto, lakini juzi ikawa imenilemea kiasi mpaka bibi akawa sahi hayupo.
ameenda nyumbani na ameenda kufungua kazi yake. Na watoto wako? Watoto wako huwa wengine wako nyumbani kwetu na wamejigawa, wengine wako nyumbani kwetu na wengine wako na mama, wako kwa kina bibi. Na huwa wanakuongelesha? Anakuja, huwa anawalipia karo ya shule na ninawashughulikia hata wakati mwingine kwa upande wa chakula. Okay, ndio sasa Mungu atakujalia watarudi wakati mmoja. Sasa vile umeendelea kutumia hii pombe jinsi hii, ni faida gani ama ni hasara gani umepata kupitia kwa kutumia pombe? Kupitia kwa kulewa kwangu, jambo la kwanza nimepatwa na aibu. Nimeharibu upande wa kazi wangu, manake kwa sababu mimi ni mjenzi. Nilikuwa napewa kazi mbeleni, kazi kubwa, lakini sasa hii huwa napewa kazi na ninapewa mtu mwenye anakaa mbele yangu ili anichunge nisiharibu kazi ya wenyewe, na sina hadhi kwa kazi yoyote sasa. Na vile ilikuwa imenipeleka mpaka pahali inaonekana hata kuoga ilikuwa imenikataza. Nguo nanunua ikiwa chafu natupa, nanunua ingine. Na singenunua nguo ya gharama ya juu, naenda kuokota manguo za mitumba. Alafu hiyo ndio madhara niliyoona ikifanyia, na vile sana watu hawapati mafunzo ya mzazi, naona wakiwa vibaya sasa. Kwa hivyo wamekosa yale mapenzi na upendo wa baba kwa sababu ya pombe. Sasa ukiangalia katika hali hii ya kukunywa pombe, umesema ya kwamba imekuletea aibu, imeharibu kazi yako, mpaka sasa ujione kama wewe ni mtu wa manufaa katika society. Sasa iliwezekanaje mpaka sasa unaendelea kukunywa pombe? Niliweza kuachana naye karibu kwa muda wa mwezi mmoja sasa na siku kama 4, ambapo ni maajabu kwa wakaaji wa kijiji ambacho ninakaa, wakisikia kwamba mimi sikunywi pombe. Maanake mimi nilikuwa mfano ya kila kitu ya walevi kwenye kijiji, kwenye mtaa wenye nilikuwa naishi. Na vile niko sasa naona niko imara na ninaendelea vizuri. Kwa hivyo umeacha kukunywa kwa muda wa mwezi mmoja na majuma 2. Ndio. Sasa unaishije maisha yako yale ya kukunywa pombe na wakati sasa ukunywi pombe? Vile najihisi kutoka nilipoacha kunywa pombe, najihisi nikiwa na raha. Tukiongea na watu najisikia ninaongea kwa weledi, naelewa vile tunaongea na watu, na nina watu wanaweza kunisikiliza kuliko hapo awali. Na tena katika upande wa jamii yangu naona wameanza kufikiria kunirudia, sababu sasa hivi tunawasiliana na watoto, mama, na hata nyumbani kwetu wamefurahia sana. Sasa hivi wanapiga simu kila wakati kuhakikisha kwamba nimewaacha kweli ama iko namna gani. Sasa vile umewacha kwa mwezi mmoja na karibu majuma 2, ndio kuna ile kitu anasema ya kwamba kuna kiu inakusukuma uende kukunywa, uwe na kukujia. La, nilipoacha hivyo mimi kwa upande wangu nilishukuru, sababu sihisi chochote na sitamani chochote kulingana na pombe. Hata hadithi ya pombe watu wanapoongea huwa hainipendezi. Sasa iliwezekanaje hii pombe ukaiacha kwa huu muda wa mwezi mmoja na majuma 2? Kulingana na vile mimi nilivyoweza kuacha hii pombe, mimi nilikuwa natafutanga jinsi naweza kupata mtu wa kunisaidia kunipeleka kanisa. Nimeenda kanisa mbalimbali nikijaribu kuhepukana, lakini kulitokea kuna mama mmoja ambaye alinitembelea akaniambia kuna kikundi kinachoitwa Operation Okoa Mlevi. Mama anaitwaje? Anaitwa Agnes Mayo kutoka Aldai, ni coordinator kwa upande wa Aldai. Katika kikundi cha Operation Okoa Mlevi. Katika hiki kikundi cha Operation Mlevi. Akawa ananiandama mpaka sasa. Wakati nilipoona pombe imenilemea, ikabidi mimi mwenyewe nimtembelee, nikamweleza nifanyaje. Ile kikundi nilisema itakuwaje, utanipeleka siku gani? Ndiposa mwezi wa 4 tarehe 13 mwaka huu akaniambia uko tayari? Nikamwambia niko tayari. Alafu akanitokea kwa ghafla akaniambia kama uko tayari twende. Nikamwambia sina nguo,
sababu nilikuwa bado navutiwa kidogo na pombe. Akaniambia usijali kuhusu nguo, kuja, nguo ziko huko, chakula iko huko, malazi yako huko. Sasa wewe kuja tuende transport nitakupea. Aliponiambia hivyo nikaona ni pamoja na Mungu, maanake nilipoona nikienda huko hawa marafiki zangu watanihepuka, watanikosa na nitaenda na niende niishi huko. Nikaenda nikafika kwa kambi nikiwa na uoga, nikifikiri labda mimi ndio mchafu kuliko wote. Nilipofika huko nikajiona kwamba kumbe mimi sio mlevi, nikapata walevi sugu kuliko mimi na nikakubali kupiga kambi mpaka siku ile tulipomaliza kambi huko. Ndiposa nikabatizwa na nikaokoka na nikawa nimekubali Yesu na nikawa nimeondoka kwa kanisa ya Katoliki. Sasa nimebatizwa kwa maji. Kwa hivyo kikundi hiki kama vile sasa tunaishi hapa, ndio, na vile huwa watu wanazunguka, ndio, kuna gharama yoyote unaitishwa kulipia? Kwa kusema kweli, nilipotoka huko nyumbani hata nguo sikubeba, nilikuwa naye kwa mwili, ndio nilienda, hata ni kama tu imetupwa, sababu nilienda nikapewa nguo, nikapewa chakula, na ninaishi kwa coordinator mwenye ni mkubwa ambaye ni Salome Cheptok Pasita. Sasa mimi niko kwake, aliniambia nikae huko, nilipata akijenga, akaniambia niendelee na mjengo yenyewe niko naye. Nikawa nimekaribishwa nyumbani, na sasa huko tumeshikana tu mimi. Kuna wenzangu wenye ni wa kwanza walikuwa mbele yangu. Sasa tuko huko tu kama shule. Tuko na wanafunzi wadogo waliotolewa mtaani, na tuko na hao walevi watatu, mimi na wengine wawili ambao wameokoka. Mmoja amebadilika, amekuwa pastor. Na mimi vile vile inaonekana nimebadilika, nimekuwa fundi. Asante. Na tangu nilipoenda kwa Chebito huwa tunatembea naye kwa kila mkutano. Hivyo sasa utashauri watu jinsi gani, sababu kikundi hiki cha Operation Okoa Mlevi kimekuwa cha msaada sana katika maisha yako. Utamshaurije mtu anayekusikiza kule nyumbani mwenye ameshindwa kuacha pombe? Utamshaurije kuhusu kikundi hiki? Mwenzangu unayetazama hapo sasa nikiongea na kusikiliza, ningekushauri ya kwamba unaposikiza hii kipindi, jaribu kujihimiza na ujaribu utafute jinsi unaweza kukaribia sisi tukiwa kwa hii kikundi, maana yake utabadilika na mwili wako utakuwa kwa hali imara, akili zako zitarudi vizuri na utaweza kupanga maisha yako mapya. Na ningependa kukueleza kwamba kuna matumaini kwa maisha yajayo baada ya wewe kuacha pombe. Pombe inaharibu wakati mwingi, na pombe inaharibu afya yako, na pombe tena inabomoa jamii. Sasa ndugu Simon, una jambo lingine tunapoendelea kumaliza kutoka kwa upande wako, ungetaka kumshuhudia msikilizaji anayekusikiza katika masaa haya? Ningependa tu kuwahimiza wenzangu ya kwamba ukisikiza, kama wewe ni msikilizaji na unywi pombe na umesikiza hii kipindi, ningependa ueneze hiyo injili ya kumaliza pombe na mtu aokoke na ampende Mungu. Asante sana ndugu Simon kwa sababu ya ushuhuda wako ambao umeushuhudia kupitia 89.7 FM Radio Kisima. Kwa hivyo dada yangu pale studioni na ndugu yangu, huo ni ushuhuda tumepata kutoka kwa ndugu Simon tukiwa hapa Rungefe penye tunaendelea imizo na mahubiri ya Operation Okoa Mlevi, ili ya kwamba kuhimiza wengine na hao wengine wameokolewa, watu watoke kwa miadarati waingie katika Kristo. Kwa hivyo tunapo tena mkaribisha mwingine ndugu wetu, tuendelee katika kipindi hiki. Usichokachoke mpenzi msikilizaji, endelea kusikiza, na hakika chaenda kikawa cha msamaha na cha tumaini katika maisha yako. Kwa hivyo karibuni na wewe ndugu, kwa sababu ya kuendelea na kipindi hiki. Ndugu John Choge, niko mzima sana pastor. Karibuni sana katika 89.7 FM Radio Kisima katika siku ya leo. Asante sana. Sasa ningetaka, kwa sababu umeishi katika maisha ya dunia hii, utisimulie maisha yako vile umetembea mpaka sasa umekuja kuwa Mkristo. Mimi naitwa John Kosgei Chape, ni mkaaji wa Aldai, sehemu inaitwa Kobuja.
Nilizaliwa mwaka wa 1980 mwezi wa 4. Nikasoma mpaka class 8, nikaenda form 1 Samoei Secondary School. Hapo ndio sasa maisha yangu ilianza kuharibika hapo nikiwa form 1, nikitaka kuingia kidato cha form 2. Hapo ndio nilianza kukumbana na vijana wengine wakaanza kunifunza mambo ya uvutaji sigara na uvutaji bangi. Hapo sasa nikatoka shuleni saa 12 jioni, karibu saa 1, nikaruka kwa fence, nikaenda footing mpaka nyumbani kwetu, kuanzia Samoei Secondary School mpaka Kubuja. Nikaenda kwanza kazi sasa kushikana na kijana mwingine huko Reserve, nikaanza kuchoma makaa na kuvuta sigara aina ya tumbaku ya Kiraiko na bangi, tukichoma makaa, alafu tukaanza sasa mambo ya kunywa pombe. Sasa ndugu John, ni kitu gani hii ilikufanya kwamba ukakimbia ukatoroka kutoka shule na kwenda kuchoma makaa? Wakati huo sasa ilikuwa 1996 ndio nilitoroka shuleni. Sasa 95 ndio wakati baba yangu alifariki, ndio sasa nikaanza kuwa disrupted shuleni, nikaanza kuwa kaidi. Sasa ulipokuwa ukifuta hii sigara na ukifuta bangi, ulikuwa unakunywa pombe pia? Nilienda kuanza kunywa pombe wakati nilikuwa nimefika nyumbani huko, nikaenda kushikana na kijana mwingine alikuwa ameacha shule, tukaanza kutembeanga naye kwa forest huko, tukichoma makaa, kuvuta bangi na sigara. Na hii sasa unafikiria ulifuta kwa muda gani? Nimefuta bangi kwa miaka mingi, karibu miaka 7 hivi. Lakini sigara nimefuta kwa miaka mingi, karibu miaka 29. Na sasa ni madhara gani umepata katika labda kwa familia yako, tena katika mwili wako kiafya, kutokana na ufutaji na ukunywaji wa pombe? Wakati niliendelea kunywa pombe nilipata madhara mingi sana. Nilienda nikafika mwaka wa 20 wakati Kibaki alishika serikali, akaanza kufungua mapikipiki, nikanunua pikipiki ya kwanza 2015, nikaanza kununua pikipiki ya kwanza, nikaanza kuendesha pikipiki kama mimi ni mlevi, ikabidi hata nikawezekana nikagonga mtu mpaka mguu yake ikavunjika. Mguu ya huyo mtu ikavunjika. Tukaendelea tena, hiyo pikipiki ikachukuliwa na serikali, tukafanya hiyo kesi zaidi ya mwaka moja. Kitambo niende niulize kwa polisi hiyo pikipiki, nikaambiwa unclaimed property, hiyo pikipiki yangu ikaenda hivyo. KNCY 191Y. Nikaendelea na maisha tena, ikafika 2016 kuna shamba kidogo ilikuwa imepeanwa hapo nyumbani, nikapewa shilingi 30,000, nikanunua pikipiki nyingine na nikaanza kuendesha pikipiki tena hiyo, bado nikinywa pombe. Ikafika 2017 mwezi wa 3 tarehe 17 Ijumaa, tukawahi kuungana na mwendeshaji pikipiki mwingine, hiyo karibu ikuwe mwisho wa maisha yangu. Tukaenda tukakaa referral hospital Eldoret miezi 3. Hiyo ndio hata wakati mguu yangu hii iliwekwa kichuma na jicho yangu moja ilibidi ikatoweka, hasa niko na jicho moja. Kwa hivyo hiyo jicho moja hata ikionekana haionekani. Na hii mguu hapa umesema sasa ni chuma? Iko ni chuma. Ilikatwa hapa hivi. Ndio hii nimeona alama hapa hivi. Chuma ndio hii. Chuma ndio iko hapa. Hii ni chuma hii. Ni chuma, yani nimesikia inafanya karakara. Okay, pole. Kwa hivyo sasa unaishi chungu katika hii mguu? Sasa zingine huwa naishi chungu. Na zingine huwa naishi chungu, haijashikana mzuri. Kwa hivyo tuseme faida ulipata kutoka kwa kukunywa pombe na kufanya hiyo ni kununua pikipiki ikachukuliwa. Faida nyingine ukanunua pikipiki ikakufanya jicho likapotea. Ikakufanya kwamba mguu sasa umewekewa chuma. Nimewekewa chuma. Tena niliwahi konga mguu ya mwingine tena ikawekewa chuma. Sasa tena ni katika kifamilia ni hasara gani umepata na faida gani? Nimepata hasara nyingi sana. Alafu nikaendelea na pombe. Nikaendelea na pombe, nakunywa pombe, nikaendelea na pombe, nikiuza vitu vyangu. Hata kuna siku niliwahi uza hata ng'ombe yangu siku moja. Na ilikuwa saa 8 ya mchana. Nikauza ng'ombe, nikashika hiyo pesa shilingi 24,000. Lakini kufikia nikakuja nikalala Kaptumo. Sasa nikakuja nakunywa pombe Kaptumo.
Nikalala Kaptumo, kufikia kesho asubuhi sikuwa hata nasumuni hata ya sigara sikuwa nayo. Na nimeuza ng'ombe, hata watoto wangu hawakula hata hawakupata hata unga, na ilikuwa wakati wa njaa. Pombe imenitesa sana. Na hawa watoto sasa wako? Watoto wamefumulia. Na shida wamefumulia tu, wamesoma na shida mpaka Mungu amesaidia mpaka wamemaliza shule. Wengine wamemaliza shule. Na mama yeye yuko? Mama yuko. Mama ndiye amekazana sana. Hata juzi sasa ndio pombe hii karibu ilikuwa mwisho wa koma ya maisha yangu. Ilikuwa tarehe 6 mwaka huu. Tarehe 5 mwaka huu. Tarehe 5 mwezi wa 3. Wednesday. Mwaka wa 2025. Nikaamka asubuhi. Nikaenda kukunywa pombe. Sanda yetu inaitwa kukuja. Nikaenda nikapeleka ndizi, nikaenda kunywa pombe. Nikapeleka ndizi 2, nikaenda kunywa hiyo. Hiyo ikaisha, nikarudi tena nikachukua ndizi nyingine. Nikaenda nikanywa hiyo. Nikarudi nyumbani sasa jioni. Ilikuwa kitu kama saa 9 hivi. Nikuja nikalala, ilikuwa wakati wa kiangazi. Nikuja nikalala kwa kivuli. Na hiyo pombe ikakaa sasa ilikuwa imenilemea. Nikalala hapo kwa muda mrefu sana. Sasa uzuri bibi yangu akanisaidia. Akanipeleka ndani jioni. Ndio nikaenda nikalala. Kufikia na nijaribu kunipea chakula. Nikashindikana nikule chakula. Tukalala na yeye kufikia saa 7 ya usiku. Ndio akaona ya kwamba pombe hiyo ilikuwa imelemea. Ndio akaenda kwa msichana kwa ndugu yangu. Wakati ndugu yangu alikuja kuniona, bibi ya ndugu yangu, shemeji yangu alikuja kuniona, akakuja akamwambia bibi yangu, umewaja sana mpaka karibu kuongezana mapema. Sasa hiyo shemeji yangu akapigia ndugu yangu mwenye ninamfuata kwa mgongo. Wakati alikuja akaniona, akakuja akapiga nduru na akasema, posikia ndugu yangu amekufa. Akakimbia kwa ndugu yangu mdogo, akaenda akamgonga mlango, akamwambia ndugu yetu amekufa. Akakimbia kwake, akaenda kuleta gari yake na probox. Akaleta probox yake. Wakakuja wakanipeleka kwa gari. Kama nimesimia kabisa, wakanipeleka Kukuja Mission Hospital. Kufikia Kukuja Mission Hospital nikaenda nikapimwa. Sukari ilikuwa imerudi mpaka ilikuwa imefika 2. Ndio nikaenda nikaongezewa sukari mpaka ilikuwa 9. Na nikadischargiwa saa 8 hiyo. Tukadischargiwa ingawa sikuelewi. Niliambiwa nikadischargiwa saa 8 hiyo. Tukakuja tukalala nyumbani saa 8 ya usiku. Asubuhi yake ndugu yangu tena akaamkia kwangu. Akuja akauliza bibi yangu wako namna gani. Bibi yangu akamwambia vile mlikuja kulalishe hajageuka angali yako namna hiyo. Wakajaribu kunipea maziwa ndio nikatapika tamu nusu ya korokoro. Ndio sasa akaenda akaleta gari kanipeleka tena Kukuja Mission Hospital. Wakaenda kujaribu kuniongezea maji, haikuwezekana. Madaktari hapo wakajaribu mpaka ndugu yangu akauliza mbona mmenyamaza na msaidii ndio. Akasema mfikiria hata nyinyi kama fulani sisi tunafikiria tumeshinda tutafanyia nini. Ndio ndugu yangu akamwambia tuandike transfer. Tukaenda Kapsabet County Referral Hospital. Kufikia sasa Kapsabet County Referral Hospital, kabla hatujaenda Kapsabet County Referral Hospital, ndugu yangu akaona huyu anaweza kufia kwa njia. Akaona hawezi kuendesha gari kwa sababu ni ndugu yangu nafuata kwa mgongo. Akasema ni heri waite ambulance. Wakajaribu kuita ambulance ikakubali ya kwamba inakuja. Akapiga simu ambulance ikakubali ya kwamba inakuja. Na kidogo akapigia sub county administrator. Sub county administrator akamuuliza ni shida gani kwa ndugu yako. Ndugu yangu akamwambia ni ndugu yangu alikunywa pombe na inaonekana pombe imemlemea. Ndio sub county administrator akamwambia utajikaza. Katika kaunti ya Nandi imepitishwa ya kwamba ambulance haiwezi kuja kwa shughuli ya walevi. Inakuja kwa shughuli ya wagonjwa na wamama wenye wanataka kujifungua, lakini haijanunuliwa kwa walevi. Ndio sasa ndugu yangu kajikaza akanibeba. Hata mama yangu akajaribu kumwambia akae asipande gari, akalazimisha na panda gari kwa sababu alikuwa anafikiria nitakufia kwa njia. Ndio ndugu yangu alikuwa anasema ndio mama asumbue kwa njia wakati nitakuwa nimeaka njiani. Ndio akanibeba mpaka Kapsabet County Referral Hospital. Kufikia Kapsabet County Referral Hospital ndio akakuja akapima damu. Wakati nilikuwa nimepelekwa emergency room wakapima damu. Wakapata ya kwamba kumbe sio pombe ndio ilikuwa imenini. Pombe ilikuwa imekuwa toxic na ilikuwa imebadilika, ilikuwa imekuwa sepsis AK1
24. Hata ndio hii karatasi ya hospitali niko nayo yenye iliandikiwa alcohol intoxication ndio badilika kwa condition 1 sepsis. Ndio hiyo ikaniletea shida sana, ndio karibu hata ichukue uhai wangu. Wakati ilipimwa nikapata ya kwamba ilikuwa imekula sukari kwa mwili na ilikuwa imekula chloride. Ilikuwa imekula tena liver, ilikuwa imebakisha liver kidogo, mpaka saa hii niko na liver kidogo. Sasa wakati huo nikaenda koma for 4 days. Nenda koma for 4 days kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 13. Hiyo sasa ukiwa katika koma ulikuwa unakula? Sikuwa nakula, sikuwa naongea. Na chakula ulikuwa unapitishwa kwa mapua ama walikuwa wanakuacha tu hivyo? Walikuwa wananiacha tu, na hiyo walikuwa wanafikiria kwamba ningeenda CT scan. Alafu nikishaenda CT scan operation nikafanyia kwa akili, alafu wajue mbona nilikuwa nimeenda koma na siku mingi hivyo. Lakini sasa ukaondoka hapo ukakuwa sawa. Nikafika sasa wakati nilikuwa kwa hii koma, kwanza nilienda mpaka hata nikaona maono mengine, nikaonyesha maono, nilikuwa kwa hukumu ya mbinguni. Nilifika huku kwa hiyo hukumu ya mbinguni, nilikuwa nahukumiwa sana na watu wengi. Watu wengi wote walikuwa wananihukumu. Watu walikuwa wengi sana na wote walikuwa wananihukumu. Wakihukumu wakisemaje sasa? Sikusikia walikuwa wananihukumu kuhusu nini, lakini nilisikia tu waki make conclusions, wali make conclusions zaidi ya 200. Na ile conclusions wali make walikuwa wanasema huyu mtu amesimamia imani. Wali make zaidi ya mara 200. Hata kuna wengine wawili walikuwa wanasimama, mwingine akachukua mkono hivi na hivi akasema huyu jamaa alisema hivi na hivi, hakuna kitu ya uongo hapa, alisimamia imani. Na hakuna kitu nilisema. Na hawako niambia conclusion aftermath ya hiyo ingekuwa nini. Na nilisuka sana kwa hiyo hukumu. Baadaye ndio neno la mwisho niliambiwa kwa hiyo hukumu, niliambiwa imani ya Yesu Kristo imekufungua. Ndio nafikiri sasa ndugu yako walikuwa wanasema siku hiyo niliitisha maji ya kunywa usiku. Siku yenye ningeenda CT scan na ningefuatwa na operation ya akili, nikaitisha maji saa 9 ya usiku. Ndio akasema Koskei ameongea. Watu wakafurahi, wakasema nimeongea. Na nimeona sasa katika ripoti yako haya mambo yametendeka tu mwezi wa 3 mwaka huu. Mwezi wa 3 tarehe 6. Tarehe 6 hiyo ni Thursday. Na vile nimeangalia katika picha yako nimeona ya kwamba umekauka sana, ni kama mtu mwenye nikikuangalia sasa na mwenye niliona katika kwa picha mwezi wa 3 sio wewe. Hata meno yote ilikuwa nje, yani ulikuwa sura ya maiti. Ilikuwa imefika hata wakati niligundua ya kwamba saa ile mtu amepoteza kupumua, kitu ya kwanza inaweza kuwa ni ile hukumu nilionyeshwa. Ndio mimi naambia binadamu wote ya kwamba tutayarishe kwa njia ya Mungu, kwa sababu hukumu iko mbele yetu. Sasa iliwezekanaje wakati ulitoka pale katika kitanda cha hospitali, kitanda cha mauti, umezimia katika siku 3 au ongei, wala watu wamesema hata waanze kupanga mashishi yako nyumbani? Ulipotoka pale tena uliendelea kunywa pombe? Sikuendelea tena siku nyingine kunywa pombe. Wakati nilikaa ward hapo mpaka karibu siku 10. Nikatibiwa ward hapo mpaka ikafika siku nikadischargewa. Hapo nilikuwa na kujanga tu check-ups, mpaka nikaenda kulishwa nyumbani mpaka mwili karudi pole. Mpaka nikarudi kwa kama binadamu mwingine. Sasa iliwezekanaje ukakuja kumpokea Yesu? Ilifika siku moja ambapo watu wengi walikuwa wanakuja kuniona, kwa sababu wengine walikuwa wanasema ati mimi nilikuwa nimekufa, wengi wao walikuwa wanakuja kunitembelea. Ndio mama mmoja akanitembelea ambaye anaitwa Agnes Mayo. Ni coordinator wa group inaitwa Operation Okoa Mlevi. Ndio huyo akakuja akaniambia kwamba atanipeleka group mkutano ya Operation Okoa Mlevi huko Kabisaka. Ndio niende nihubiriwe na Pastor Salome na kina Nancy Ego, ndio niokoke. Ndio ikifika siku ya kwenda mbinguni niende mbinguni, na ikifika siku ya hukumu niende mbinguni. Sasa kwa hivyo ni kupitia hiki kikundi cha Operation Okoa Mlevi ndio ulikutana na wao na ukapokea mahubiri na ukaamua ya kwamba ukaachana na pombe na umebatizwa?
wakati nilienda mkutano kabisa huko ni mahali inaitwa Mgumu ya Operation Okoa Mlevi. Mahubiri huko ilikuwa inahubiriwa ya nguvu sana kina Nancy Yeko, kina Teresa Tarus pamoja na Salome Jebitoka ambaye ni mkubwa wa Operation Okoa Mlevi. Wakahubiri mpaka ikafika siku ya waliita wito siku ya Ijumaa, na mimi nikaokoka na nikabatizwa tarehe 19 mwezi wa 4 2025. Na kuanzia siku hiyo nikabadilika na nikaingia kwa kanisa ya Seventh Day Adventist Church, na mimi ni mtumishi wa Seventh Day Adventist Church. Mimi naendanga hata evangelism mpaka watu wengine wanaokoka, na mimi nimefuata Sabato na sitarudia tena pande ya pombe. Sasa tukimalizia, utamwambiaje msikilizaji anayetusikiza na kutazama katika yale umepitia? Ungetaka pitie maneno kama hayo ama ungemwambiaje sasa katika ushauri? Kwa ushauri wangu mimi namwambia ndugu mpendwa mwenye anajaribu kunywa pombe, namwambia atoroke sana kwa upande wa pombe, asifikie penye nilifikia, kwa sababu penye nilifikia ilikuwa tayari imekuwa ni kifo. Waende mbali na kifo, watoroke na pombe, kama kwa sababu pombe ni sumu na inaua. Tena kama mtu wako na shida, ili hata akuje kwa hiyo group inaitwa Operation Okoa Mlevi na Salome Jebitoka, kwa sababu itakuokoa na hakuna school fees inalipwa. Na hata mimi sasa ni mwana Operation Okoa Mlevi mwenye mimi nazunguka dunia mzima nikiambia watu wajane na pombe. Asante sana ndugu John kwa sababu ya ushuhuda wako. Ule umeshuhudia ulimwengu ya kwamba maisha yako tangu utotoni vile umetembea safari ambayo ni ndefu, ukiwa katika hali ya kutenda maovu ya shetani katika kukunywa na kutumia mihadarati, mpaka wakati umefikia kupitia kwa ugonjwa ulikuwa ukazimia kwa muda wa siku 3. Familia ikaona ya kwamba unakufa na Mungu akakuokoa. Leo unamtangaza huyu Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, himizo ni ya kwamba vile umesikia shuhuda za wapenzi, ni ya kwamba ndugu, usije ukaingie katika hali ya kubwagia pombe. Mtumishi hapo naona ya kwamba kupitia kwa kukunywa pombe mguu wake sasa umefungwa kwa chuma. Jicho lake moja alioni, alifanyi. Kwa hivyo sasa usije ukakubali ukangoje ukafikirie kwamba utavunjika mguu ama utakuwa namna gani. Utatumia hii pombe kama sasa imekuwa sumu, upate imekuwa. Kwa hivyo kabla ukufe, mtafute huyu Yesu kama ndugu wetu John na ndugu mwingine hapa mwenye wameshuhudia, ili ya kwamba Yesu akakukomboe. Tena katika siku ya leo tunataka kufikia kikomo katika siku ya leo katika ushuhuda huo, tena mpaka siku nyingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Back to studio, tuonane tena katika siku nyingine.